Sifa 10 za neno la Mungu. Sifa ya kwanza ya neno la Mungu ambayo inabidi ikupe hamasa ya kupenda neno la Mungu na kulisoma na kulifurahia. Sifa ya kwanza ya neno la Mungu ni mwanadamu. Neno la Mungu ni kiumbe hai. Neno la Mungu si kitu kisichokuwa na uhai, na kitu chenye uhai kinakuwa, kinaboreka, lakini neno la Mungu ni lile lile, unapolisoma linakuboresha wewe, linakuboresha wewe ukilisoma, linakufanya uwe bora zaidi. Ndio maana maandiko matakatifu yanatuambia, na yanukuu, naye neno akawa mwanadamu akakaa kwetu. Mwisho wa kunukuu. Soma Injili ya Yohane sura ya kwanza aya 14. Huyu neno aliyefanyika mwanadamu huko Bethlehem bado anakaa nasi, yuko hai. Sifa ya pili, neno la Mungu ni upanga usafishao. Maandiko matakatifu yanatuambia neno la Mungu ni hai na lina nguvu na kali kuliko upanga wenye makali kuwili. Tutaendelea kusoma hapo kutoka Waebrania sura ya 4 aya 12. Sifa ya tatu, neno la Mungu ni taa, ni nuru, ni mwanga. Maandiko matakatifu yanathibitisha hilo yakisema, na yanukuu, neno lako ni taa ya kuniongoza na mwanga katika njia yangu. Mwisho wa kunukuu kutoka Zaburi ya 119 aya ya 105. Sifa ya 4, neno la Mungu ni kioo. Ni kioo. Biblia inaonya ikisema, na nukuu, msijidanganye wenyewe kwa kusikiliza tu neno lake, bali litekelezeni kwa vitendo. Yeyote anayesikiliza hilo neno lakini halitekelezi, huyo ni kama mtu anayejiangalia sura yake mwenyewe katika kioo. Ujiangalia mwenyewe kisha wenda zake, na mara usahau jinsi alivyo. Mwisho wa kunukuu kutoka barua ya Mtakatifu Yakobo mtume sura ya kwanza aya 22 hadi 24. Sifa ya 5, neno la Mungu ni mwalimu na mlezi. Biblia inasema, na nukuu, maandiko yote matakatifu yameandikwa kwa uongozi wa Mungu na yanafaa katika kufundishia ukweli, kuonya, kusahihisha makosa na kuongoza watu waishi maisha adili, ili mtu anayemtumikia Mungu awe mkamilifu na tayari kabisa kufanya kila kazi njema. Mwisho wa kunukuu kutoka barua ya pili ya mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 3 aya 16 hadi 17. Yasoma
Barua Mtakatifu Paulo kwa Kolosai sura ya 3 aya 16. Sifa ya 6, neno la Mungu ni lishe, ni chakula. Bwana Yesu anasema, na nukuu, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno asemalo Mungu. Mwisho kunukuu kutoka Injili ya Mathayo sura ya 4 aya ya 4. Sifa ya 7, neno la Mungu ni mvua inayostawisha roho zetu, kama asemavyo nabii Isaya. Anasema hivi, kama vile mvua na theluji ishukavyo toka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi, ikaifanya ichipuke mimea, ikakua, ikampatia mpanzi mbegu, na kuwapa watu chakula, vivyo hivyo neno langu mimi halitanirudia bila mafanikio, bali litatekeleza matakwa yangu, litafanikiwa lengo nililoliwekea. Mwisho kunukuu kutoka kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 aya 10 hadi 11. Sifa ya 8, neno la Mungu ni utambulisho. Neno la Mungu ni kitambulisho. Mtakatifu, kitambulisho cha nani? Kinamtambulisha Kristo, ni utambulisho wa Kristo. Mtakatifu Yeronimo anasema, na nukuu, kutojua maandiko matakatifu ni kutomjua Kristo. Soma konstitusio ya kidogma juu ya ufunuo wa kimungu ibara ya 25 au Dei Verbum namba 25. Hiyo namba inahimiza sana kwa kila Mkristo usomaji wa maandiko matakatifu kila siku bila kuchoka, na unapoyasoma hayo maandiko utamjua Kristo yule unayemfuata.